Naibu Spika, taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sitaki taarifa zako, na wewe kaa chini. Nimesimama hapa kwa heshima kubwa na taadhima kuomba kuhusu barabara yangu, maana dakika zenyewe ni chache, barabara yetu ya Kolandoto kwenda Mwangongo. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii imekuwa ikiwekwa kwenye ilani tangu mwaka 2020, lakini pia vile tangu mwaka 2020 imekuwa inatengewa pesa kidogo za bajeti, lakini hakuna kitu chochote ambacho kimefanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii ni barabara ambayo ni ya muhimu sana kwa uchumi wa jimbo langu la Kishapu na wilaya yetu ya Kishapu kwa ujumla. Ni barabara ambayo ni ya muhimu sana. Nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, yapo mambo mengine ambayo yako ndani ya uwezo wa waziri na yako ndani ya uwezo wa TANROADS, lakini bado kuna mambo mengine ambayo kidogo yanakuwa yako nje ya uwezo wao. Ninamshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri. Alikuja kwenye barabara ile, akaitembelea, akaikagua na kuona hali halisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni jambo ambalo lilikuwa halijawahi kutokea. Hakuna waziri ambaye ameshawahi kufika pale akafanya ukaguzi ule wa ile barabara akaona. Barabara hii inaunganisha wilaya kwa wilaya. Mpaka sasa barabara ile ilikuwa haijawahi kuwekewa, niseme kwa ujumla wake, kwa historia, barabara ile haijawahi kuwekwa lami tangu uhuru. Nilikuwa naomba sana TANROADS, hebu naomba, licha ya kazi nzuri ambazo mnafanya, mnafungua nchi, mnasimamia mabarabara, naombeni sana, naomba sana Mheshimiwa Waziri, barabara yetu hii ya TANROADS, barabara yetu hii ya kutoka Kishapu kwenda ya kutoka Kolandoto kupita Kishapu kwenda Mwangongo ambayo ina kilomita 52.7 iweze kuwekewa lami. Wananchi wangu, Mheshimiwa Naibu Spika, wamekuwa wakilalamika sana. Wafanyabiashara wanabeba rangi zinamwagika. Wafanyabiashara wa ujenzi wananunua gypsum, wanasafirisha kwenye barabara hii mbovu, gypsum zinavunjika. Hasara ambazo wamekuwa wakipata wafanyabiashara wengi wa aina mbalimbali ni hasara kubwa sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba sana Mheshimiwa Naibu Spika kwamba barabara hii, naomba wizara hii ichukulie kwa uzito unaostahili. Lakini pia Mheshimiwa Rais alikuja kwenye jimbo langu mwaka jana tarehe 19, akasema kwamba baada ya kusikiliza historia hii kwamba barabara hii haijawahi kupata lami tangu uhuru, sasa hivi barabara hii inakwenda kujengwa kwa lami. Nilikuwa naomba Mheshimiwa Naibu Spika, kwa heshima na taadhima, naomba TANROADS, naomba wizara hii ya ujenzi iweze kutimiza wajibu wake kwa kuweza kujenga barabara hii. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, ipo barabara nyingine ambayo ni ya muhimu sana kwa uchumi wa kanda ya Ziwa. Barabara hii inakwenda kuwa muhimu kwa mikoa zaidi ya 6 kwenye kanda ya Ziwa. Barabara hiyo ni barabara ya Igunga, Igurubi, Manonga, Ukenyenge kupita Kolandoto. Ina urefu wa kilomita 90. Barabara hii Mheshimiwa Mwenyekiti, endapo kama ikitokea changamoto yoyote maeneo ya Igunga na Zega, hii ndio alternative. Lakini nasikitika kwamba barabara hii haipo kwenye mpango. Nilikuwa naomba wizara iweze kuweka barabara hii kwenye mpango ili barabara hii iweze kujengwa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kwa heshima zote na mapenzi yote tumpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo amekuwa ameifanya kwa kutenga mapesa mengi kwenye barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi hizi za kimaskini, za hasa hizi nchi za Kiafrika ambao zinakuwa zina changamoto nyingi na priorities nyingi, wakati mwingine tunaweza tukalaumu kwa kwamba hiki hakijafanyika na hiki kimekwenda hivi, lakini mambo ni mengi, matatizo ni mengi na kila kitu ni cha muhimu. Tukisema leo tukizungumzia SGR ni ya muhimu. Tukizungumzia hiki ni cha muhimu. Tukizungumzia umuhimu wa mabarabara, kila mtu atasema Dodoma muhimu, mwingine atasema huku ni muhimu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nadhani, naomba waheshimiwa wabunge leo tumpitishieni Mheshimiwa Ulega. Mambo huwa yanakwenda na maendeleo huwa yanafanyika taratibu. Tupitishe hii bajeti, lakini kama ni kusikia, serikali imesikia. Ninaomba sana kwa heshima zote na mapenzi yote, kama ni kusikia, kama ni kupigwa nondo, wamepigwa nondo za kutosha, kama ni kusemwa, wamesemwa vya kutosha, na kwa kweli ambaye atakuwa hajasikia atakuwa kwa kweli na masikio ambayo ni kiziwi. Naibu Spika, taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sitaki taarifa zako, na wewe kaa chini. Mheshimiwa Naibu Spika, niendelee kumalizia jambo moja kwa sababu muda hautoshi. Jambo jingine ambalo Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, taarifa. Napenda kuzungumzia jambo moja Mheshimiwa Lucy, kuna taarifa kutoka Mheshimiwa Siglada Mligo. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kumpa taarifa mzungumzaji kwamba
Yeye sio mamlaka ya kuizungumzia serikali. Serikali itakuja itazungumza yenyewe. Yeye azungumze matatizo yake na asitushawishi. Asante. Mheshimiwa Lucy, taarifa unaipokea? Mheshimiwa Naibu Spika, huyu hajitambui, kwa hiyo hata kumjibu napoteza muda. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nizungumzie jambo moja. Mheshimiwa Lucy, kwa kusimamia kanuni sipokei. Asante, endelea. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kwamba jambo hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi ni wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Hatuwezi kusema kwamba hatuwezi kuizungumzia serikali pale ambapo inatakiwa kuzungumzwa. Lazima tuseme, Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuwezi kunyamaza tu hivi kimya kimya. Lakini jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ambayo ningependa kumalizia, swala la ubora wa barabara. Wananchi wengi na hasa wabunge wengi wamelizungumzia kwa machungu makubwa sana, kwamba ubora wa barabara kwa kweli unasikitisha. Lifespan ya barabara imekuwa yani niseme ni kama vile kuhusu utaratibu. Mheshimiwa Spika, kwa hiyo kidogo nilikuwa nadhani, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwamba kuhusu utaratibu ingezingatiwa. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Naibu Spika, ninaunga mkono kuhusu utaratibu. Bajeti itapita na mambo yatakwenda na kazi ziendelee. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kuhusu utaratibu. Ameshamaliza muda wake wa kuchangia. Mwongozo wa Spika. Mheshimiwa Ado, mwongozo wa Spika kwa kanuni gani? Ninasimama kwa kanuni ya 79 inayowapa nafasi wabunge kuomba mwongozo wa Spika. Mheshimiwa, endelea. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Kama nilivyoitaja, kanuni hiyo inatupa nafasi ya kusimama muda wowote kuomba mwongozo kuhusu jambo ambalo limetokea bungeni mapema, ili Spika atoe ufafanuzi kama linaruhusiwa ama la. Mheshimiwa Spika, muda mfupi uliopita mbunge Sigrada Mligo alitoa taarifa na wewe ulimwelekeza mchangiaji Mheshimiwa Mayenga kama anaipokea ama haipokei taarifa hiyo. Badala yake Mheshimiwa Mayenga alisema kwamba mbunge Mligo hajitambui. Nataka mwongozo wa Spika, kwa kuzingatia kwamba bunge hili pamoja na mambo mengine linaongozwa na mahitaji ya lugha ya kibunge, iwapo kauli hiyo kwamba mbunge hajitambui inaruhusiwa katika bunge hili, na kama inakidhi masharti ya kanuni ya 74 kifungu cha kwanza aya ya J, ambayo pamoja na mambo mengine inazuia mbunge yoyote kumsema vibaya mbunge mwingine, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa bunge, amesema Mheshimiwa Ado Shaibu akiomba mwongozo wa kiti kwa kutumia kanuni yetu ya 79, na ni kuhusu wakati Mheshimiwa Sigrada alivyotoa taarifa kwa mchangiaji Mheshimiwa Lucy Thomas Mayenga. Lakini kama utakumbuka Mheshimiwa mbunge, wakati Mheshimiwa alivyopewa taarifa, nilimuuliza kama taarifa hiyo anapokea haipokei, lakini alisema taarifa haipokei. Kwa hiyo mwongozo wa kiti ni kwamba baada ya kusema kauli hiyo alihojiwa na kiti kama kwa mujibu wa kanuni taarifa naipokea au haipokei, na Mheshimiwa mbunge taarifa alisema haipokei. Huu ni mwongozo wa kiti. Tunaendelea. Nimtaja Mheshimiwa Christina Solomon Mdeme, atafuatana na Mheshimiwa Kakulu Buchari Kakulu. Mheshimiwa Hija Hassan Hija ajiandae. Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika,